Yes, mambo yanazidi kupamba moto katika tamthilia hii ya Kombolela. Hapa tunamwona Yasinta anazidi kumchochea mume wake Abbas na kumwambia haiwezekani ukaziacha pesa hizo zikaenda hivi hivi kirahisi. Unatakiwa kusimama kama mwanaume na uhakikishe unasimamia kile ambacho ni sahihi kwa wakati huu, kwa sababu watu hawa inaonyesha wameiba pesa hizo na kwenda kujengea makwao, huku pesa hizo zilikuwa zinahitajika sana kwa upande wetu. Kwa hiyo wewe kama mwanaume hakikisha unasimama kama mwanaume na kuhakikisha pesa zote zinarudishwa. Upande wa Chiku huku tunaona baada ya kuwa yote yametokea anamfuata Cholo na kumuuliza inamaanisha ni kweli mtoto wangu haujui chochote kuhusu hizi pesa? Lakini Cholo anamjibu hivi, anti, inamaanisha umeshaanza kuingia mashaka na mimi na unaanza kunituhumu kwamba mimi ni mwizi wa hizo pesa. Je, mimi nitazipeleka wapi? Na ningekuwa nimeziiba pesa hizo ningekuwa nimekaa mahali hapa, sinamaanisha ni lazima ningetafuta pa kwenda. Na Cholo anakasirika kabisa, anajisikia vibaya kwa sababu kiuhalisia Cholo hajaiba pesa zile, na pesa zile zilikuwa zimeibwa na yule Yasinta ambaye ndio mke wa Abasi na ndio ambaye anamchochea Abasi aende akawafukuze watu hawa katika nyumba yake. Na ukizingatia pesa hizo ni kwamba Chiku alizisahau kwa bahati mbaya kwenye gari, basi Yasinta akaja akaziiba. Huku Mwamini anakamatwa na Mzee Kikala akiwa nje ya mlango wa Hamadi na anaulizwa nini unatafuta usiku huu, kwa sababu ilikuwa ni usiku sana. Lakini Mwamini alijibu kwamba nimekuja kuchukua vyombo, lakini ambacho aliambiwa na Mzee Kikala akaambiwa inamaanisha hauoni kama sasa hivi watu wamelala, utakuja kuvichukua hivyo vyombo kesho asubuhi, kwa hiyo ungeviacha kwa wakati huu. Baada ya matukio hayo yote kutokea, tunaona Cholo anarudi katika familia ya Mzee Kikala, na yote hayo ilikuwa ni kwa sababu alikuwa amesingiziwa au amehisiwa kuwa yeye ni mhusika wa kuiba pesa zile ambazo zilikuwa zimeibwa na Yasinta. Kitu kile kilimuumiza mpaka ikabidi arudi kwao sasa na yeye aende akaishi maisha ya amani, kwa sababu yale yalikuwa ameshamchosha.